wale wanaotafutwa na Mungu waweze kumwabudu katika roho na kweli au la. Tofauti na hapo, tujipange vizuri. Na tukaenda kusema kwamba ibada kama lilivyo, pamoja na aina nyingine nyingi ambazo mnajua za ibada, lakini kwa ujumla inagawanyika katika mafungu mawili. Kuna ibada kama shughuli, kama kazi, na ibada kama tabia. Na tukawa kwa upande kwanza wa ibada kama shughuli, na ndo hii ibada ambalo tunalifuata hapa. Hivi tunakuja hapa kufanya kazi, ni shughuli. Na ikiwa unapofika mbele za Mungu katika ibada la shughuli, wewe unakuwa mtazamaji, unafunga mikono, afanye chochote, hauje kumwabudu Mungu. Tunakuja kufanya kazi ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamenichoka mapema. Hii tunaposema Bwana Yesu asifiwe, ile jibu kule inaambia kitu fulani. Sawa? Kwa hiyo hatutaki kupoteza muda wetu. Na katika hayo tuliendelea, tukaainisha ibada ni nini. Ni kunyenyekea, ni kuheshimu, ni kumwogopa Mungu, ni kumtumikia, ni kumtolea na kadhalika, ni kumwimbia na kumwombea. Na hiyo ndio kazi ambayo tunaifuata hapa. Ikiwa tunapofika hapa, wewe miongoni mwa kila shughuli inayoendelea hapa, wewe waona chochote au fanye kazi ya ibada. Na ikafika mahali tukasema kuhusu maadili katika ibada. Katika ibada inabidi tuwe na maadili. Kuna maadili, kuna miongozo, kuna tabia za kufanya. Sio tunakuwa katika ibada mambo yanakuwa vituko. Hapana, hakuna kuzubaisha, hakuna nini, kuna maadili. Na maadili ni mengi, lakini siku ile tulitaja 10 tukaishia hapo. Kwa wale ambao walikuwepo wanaweza wakasaidia wale wengine ambao hawakuwepo kuweza kuwaweka sawa ili waweze kuwa pamoja nasi. Sasa ikafika mahali tukasema kwamba tunataka sasa tueleze machache kuhusu hii ratiba ya ibada. Yaani huu ndio mwongozo wa kazi ya shughuli ambayo tunatakiwa tufanye kama vile orere. Sasa unajua hii dini yetu ya Kikristo, wale walioianzilisha ni Wayahudi kimwili, na wengi wao karibuni wote walikuwa wa dini ya Kiyahudi. Na Wayahudi walipomwabudu Mungu, sisi tunamwabudu Mungu wa kweli aliye hai. Na ni Mungu mwenyewe ndiye aliyetoa mwongozo kwa ile dini ya Wayahudi jinsi watakavyomwabudu. Kuna watu wanaabudu vitu, jua, sijue, jiwe, lakini jiwe haliwezi kutoa mwelekezo jinsi tutakavyomwabudu wale wanaoabudu jiwe. Na wengine wanamwabudu shetani bila kujua. Na hata hao wote wanaoabudu vitu, hayo mawazo yanatoka kwa shetani. Lakini Mungu alitoa mwongozo, mnatakiwa mniabudu hivi. Na wale wanaoabudu shetani moja kwa moja, na wao wana miongozo kutoka kwa shetani. Sasa ikiwa Wayahudi ni Mungu ndiye aliyeelekeza, sasa sisi huu mwelekeo ambao huu mwongozo ambao tuko nayo ni Mungu ndiye alitengeneza? Ni maswali. Mungu ndiye alitengeneza hii ratiba? Hapana. Sawa, tutapata majibu. Sasa ni kwamba Mungu ndo anatuongoza. Hii ratiba tunaweza tukasema kwamba imetengenezwa na Mungu au na watu. Lakini unafikiri kwa Yahudi kama Mungu alitoa hiyo ratiba, ulifikiri yeye alifika na akaanza kuiandika? Hakupitia kwa watu. Kuna watu ambao aliwaelekeza katika njia anazozijua yeye, na wale watu kupitia hao Mungu akasema kupitia hao watu. Na inawezekana ikawe hivyo. Hatuwezi kuwa haraka kusema kwamba si Mungu alitengeneza, hao ni watu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa
Katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 13 neno la Mungu linasema hivi: tiini kila jambo ambalo limetengenezwa na watu kwa ajili ya Bwana. Someni hapo katika kile Kiswahili, sitaki hiki kina wakati wake wa kusoma. Petro wa kwanza 2:13 na mwingine wa Ibrania 13 hadi 17. Tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana, iwe ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa. Amen. Amen. Waebrania 13 mstari wa 17. Waebrania 13, msomaji ni moja. Kama mama angesoma hapo mmoja inaweza kuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mama mmoja asome. Wamama mpo? Sote tunageuka wanaume. Wamama mpo? Someni sasa. Waebrania sasa 13 mstari wa 17. Na sauti yako nyororo. Tunasoma Waebrania 13:17 katika jina la Yesu. Watiini viongozi wenu na kujinyenyekeza chini ya mamlaka yao, kwa maana wao wamekesha kwa ajili yenu, kama watu watakaopashwa kutoa hesabu. Watiini ili wafanye kazi yao kwa furaha, wala si kama mzigo, maana hiyo haitakuwa na faida kwenu. Amen. Amen. Kiswahili cha kisasa ni sawa sawa na hiki. Nilikuwa nataka kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba swala la kusema kwamba imetengenezwa na Mungu ama na watu, ni kusema kwamba maandiko yanasema tiini kila kiamriwacho na watu kwa ajili ya Bwana. Watu wanapokaa wakafanya maamuzi fulani kwa jambo fulani kwa ajili ya Mungu, tunaomba tutii. Na Waebrania akisema kwamba tuwatii viongozi wanaotuongoza ili waendelee kufanya kazi kwa furaha, na nyinyi mnaoongozwa mpate faida, wao wasifanye kazi kwa huzuni. Sisi tunaelewana? Kwa maana hii wanapokaa na kutengeneza kwa utukufu wa Mungu kila jambo kwa ajili ya Bwana, tutii. Lakini sio kila jambo ambalo watu wanaweza wakakae. Kuna wengine wanaweka Mungu kama kifuniko, wanakaa wanatengeneza mambo na wanapachika jina la Mungu, na mle ndani ikiwa hamna mapenzi ya Mungu, hilo hata kama likiweza kutajwa kwamba ni kwa ajili ya Mungu, mle ndani si mapenzi ya Mungu, hilo usilitii. Ni sawa sawa na jinsi mwanamke anaambiwa hatii mume wake kwa kila jambo, sawa, lakini sio kila jambo lililo kinyume na mapenzi ya Mungu usitii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana ile andiko wanaume wengine tunalitumia vibaya. Nimeshasema hapana, liko kadiri mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo imekuwa hivyo. Sasa katika ratiba lile kanisa la kwanza, kazi walizozifanya katika ibada ile siku ya Pentekoste, kanisa likazaliwa. Hakuna utofauti zaidi na sisi tunavyofanya, maana wao walifundisha katika ibada, waliomba, waliimba kama tunavyoimba. Wao walimega mkate ila zaidi yetu kila mara na kadhalika. Na sisi nafikiri ni hivyo ndivyo tunavyofanya, lakini kunakuwa na utofauti kidogo katika mpangilio, na dhehebu hili na lile
kunakuwa na utofauti kidogo, ule mpangilio, mtiririko, na hapo ndo panakuwa madhaifu. Kuna watu ambao walikuwa walimu au wamesoma masomo ya walimu, hata ile ratiba haipangwe hivi hivi. Kuna somo ambalo linapangwa ili linapaswa liwekwe la kwanza na ili la mwisho na ili la katikati. Tofauti na hivyo mnaenda vibaya, hata masomo mtiririko aende vizuri na watoto hawaelewi, na linapangwa kufuatana na umuhimu na wakati, na hapo ndo panakuwa na mapungufu kidogo kidogo kati ya dhehebu hili na lile lingine. Lakini katika ratiba kuna vipengele ambavyo vinakuwa na umuhimu sana, na hapa sisi hatujaenda mbali. Vipengele vilivyo muhimu ni kwamba jinsi ya kumkaribia Mungu. Nafikiri kwenye ratiba hii tunaanza na msamaha, wimbo wa msamaha. Hapa tunaenda vizuri, tunakuja kumwabudu Mungu, na Mungu wetu ni mtakatifu. Yeye yuko hapa. Mbele ya kumkaribia inabidi kujisafisha, na si kuja kujisafisha hapa, hata kuanzia kule nyumbani, maana yeye ni mtakatifu. Maana ukisoma katika Isaya 59 sura ya kwanza hadi ya 4, maandiko yanaposema mkono wa Bwana si mbali, si mfupi, wala sikio lake si gumu kutusikiliza, lakini kinachotutenganisha ni nini? Dhambi zetu. Soma sasa pale mpaka ushuke kwa 4 uone jinsi tunavyokosea. Na wakati unapokosea hauwezi kusema kwamba kwa sababu 2 watatu wakikusanyika kwa jina langu nitakuwa pamoja. Kwa jina langu, lakini waliojiandaa ambao wako safi. Kama hatuko safi tu, hata 1000 hata karibia. Bwana Yesu atusaidie. Mpaka pale huo utaratibu wa kuweka hiki kipengele haujawa kwetu sisi hapa, haujawa na ubaya wowote, lakini wengine wanaanza na vingine. Kuna wanaoanza na wimbo, kuna wanaoanza na maombi na kadhalika, lakini hapa tunaenda vizuri, tunamkaribia Mungu, na baadaye sisi tunaenda na kuabudu. Vipindi muhimu, kusifu na kuabudu. Maana Mungu ukisoma maandiko, yeye anakaa juu ya sifa. Anapotukaribia anatafuta mahali pa kukaa. Sasa hatakaa juu ya sifa, si tunamkaribisha. Sasa unapokaribisha mgeni, si unampa kiti hakae, sasa mwendelea mazungumzo. Sasa yeye kiti chake ni nini? Sifa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Mnaelewa hivyo? Ndio. Sasa unaposifu Mungu ni kama unamwandalia kiti. Sasa kiti kichafu, unafanya unavyotaka, kwamba unataka sasa atulie akae, muende naye vizuri. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ulijua unaposifu ni kama unataka akae sasa. Kwa hiyo utafanya vizuri wakati unapofanya sifa sasa, maana unamwandalia. Na kuna maombi. Hivi ni vipindi muhimu. Na kuna shuhuda hizi ambazo zimetolewa na umuhimu wake. Na maombi ya mahitaji. Hapa tunaombea mahitaji. Tuna mapungufu haya, tuseme. Hapa ni madhaifu. Na kuna kuja neno la Mungu ambayo ndiyo hotuba. Na kunapokuwa sherehe, kuna mgeni rasmi. Cha muhimu katika mambo yote ni nini? Tusikilize mkuu atasema nini neno la Mungu. Hivi hili neno si langu, ni la Mungu. Na usifikiri vinavyozungumza kama angekuwa Mungu angezungumza hivi. Ni zaidi ya hapo. Sasa na kuna kualika watu wanaalikwa waombewe, na wanaombewa kwa sababu mbalimbali. Kuna watu ambao wameelemewa huko, wanafika hapa, neno linawagusa, wana haja watengeneze, wanakiri, wanastahili wapewe nafasi watengeneze. Hawatakuja hapa na mizigo tena wanarudi nayo hivyo hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Hapa lakini mara nyingi hatufanye hivyo, tunafanya kwa hiari ya yule anayefanya. Lakini katika taratibu zetu za makanisa ya Kipentekoste na mengine tunafanya hivyo, na kuna umuhimu wake.
na watu wengine wanampokea hapa hapa kwa lile neno. Kuna watu ambao hawajampokea Kristo, wanaweza wakaje hapa. Sasa tunapomaliza kufundisha na tualike, na kulikuwa mtu labda hakuwa na ule msukumo, sasa mtamjuaje? Na ni hapa hapa katika ule mwaliko. Na kuna watu hapa wana mahitaji chungu mzima, pamoja na kwamba kule manyumbani watumishi tunawaombea kwa juu kwa ujumla, lakini kuna wengine wana mahitaji ambayo wanastahili wafiki mahali hapa waombewe. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na kuna watu ambao wameonewa na shetani kwa njia hii au nyingine, na wao wanastahili kufika hapa waombewe. Na ikiwezekana neno la Mungu baada ya hotuba au ya mahubiri linaweza likaombewa. Kuna mtu neno haliwezi likamguse hapa, lakini atakapoenda ameenda na mkuki kule nyumbani kwa maombi yako, Mungu atasaidia, ataenda kujitambua hayuko hapa tena, ameshafika nyumbani. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo kunakuja swala la matoleo na matangazo yanakuwepo. Je, haujawahi kushiriki ibada na hamkutoa sadaka? Kuna vitu katika ibada haviwezi kukosekana na vingine vinaweza kukosekana, na inatokana na muhimu. Haujashiriki ibada, hamkutoa sadaka, silipo hilo. Katika vile katika kushiriki ibada, haujawahi kushiriki ibada, au nigeuze swali hili, ulishawahi kushiriki ibada bila mafundisho ya neno la Mungu? Maombi, nyimbo. Nasema hivi, hilo ibada ambalo utashiriki na mna neno la Mungu ni pungufu zaidi ya pungufu. Bwana Yesu tusaidie. Ibada bila maombi ndani, ibada bila neno la Mungu, ibada bila wimbo. Umesema sema kwa wewe, ndo unasema sema. Ile terme ambayo ilikuja ndo alikuwa Mungu amepoteza, amekusemesha lakini hakujua. Hiyo sasa unawasema anakuwa wewe, lakini lile la kwanza ndo alikuwa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na hajua alivyosema. Hilo ibada halipo. Na ikiwa tumeshawashiriki ibada hauna neno la Mungu, hapana. Na maana Mungu akuwepo. Mgeni gani rasmi kama Biden angefika hapa akae hapa na atoke bila neno lake usikie? Mtasemaje hivyo? Mtasemaje? Mlishaviona? Alifuata nini? Akifika tu kuna jambo. Alafu tulikuwa tumepokea rais, lakini vile hapa tena tukarudia hakuna neno. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Hiyo nasema ni mapungufu. Ibada bila maombi, bila neno la Mungu, bila wimbo, bila sadaka linaweza likawepo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na hiyo tunaifanya. Sasa katika ratiba hizi kama vile shughuli hapa kwetu, hii ratiba yetu ina vipengele 10. Pamoja na kusema kwamba vimeandikwa 13, lakini mimi nilivyoichunguza ni 10 ambavyo mle ndani mna vipengele ndani ya vipengele vidogo, ila vimehesabika kuwa vipengele, lakini sio vipengele, ni vipengele vidogo katika kipengele kimoja. Kuna kufungua, tunawekana sawa. Kuna kufungua ibada, tunaimba pale, mle ndani mna wimbo, mna usomi wa neno la Mungu kama la ufunguzi la Zaburi, tunamaliza na maombi pale. Hicho ni kipengele kimoja. Unakuja kipengele cha sifa na maabudu, nyimbo pale za sifa za maabudu na maombi, tunamaliza. Hicho ni kipengele kimoja. Tunakuja katika kukaribishana au kukaribisha mkutano, tunakuja nyimbo za kwaya,
nyimbo za shukrani na ushuhuda kwa maneno, kwa nyimbo na matoleo na sadaka na maombi na matangazo na neno la Mungu na kuombea watoto na kuahirisha ibada, lakini mle ndani mna vipengele vidogo vidogo. Na hapa kwenye madhehebu ndio kunakuwa na mapungufu kidogo kidogo au madhaifu. Ya kwetu tunatanguliza matangazo mbele ya neno la Mungu. Hapana. Utaniuliza kwa sababu gani? Na wengine wanatanguliza mafundisho kabla ya matoleo. Wanapofuata andiko lile Mathayo nimesahau, ukiwa unaenda kutoa sadaka na ukikumbuka jambo ambalo unalo na ndugu yako, urudi kwanza utengeneze ili utoe sadaka ili ikubalike. Wengine kwa kufuata ile andiko, wao wanatia sadaka baada tena ya neno la Mungu. Maana watu watakuwa wameshajitengeneza. Kwa msamaha wa kwanza wamejitengeneza, labda hawakujigundua kwa neno la Mungu, wakajigundua zaidi, wakatengeneza. Sasa wanakuwa huru, zaka zao zipokelewe kwa lile andiko, wanapunguza lile, wanaenda kutoa, wanakuwa safi na napokelewa. Maana sadaka zingine zinaharibika, si kila sadaka ambayo Mungu anaipokea. Bwana Yesu atusaidie. Wengine wanafuata hilo andiko. Na kwa namna ya matangazo, humu katika matangazo yanaweza yakawa ya aina mbili. Kuna matangazo kabisa unaona yanaelekea kabisa ibada, na kuna matangazo ambayo yako nje ya ibada. Hapo ndo kunakuwa utata. Kwa mfano, kabla ya neno la Mungu mimi natangaza, mwenyewe alipoteza kiatu afike. Unasemaje kabla ya kutangaza neno la Mungu na kutangaza kupotea kwa kiatu? Cha muhimu ni kitu gani? Si tuseme? Na ndio maana katika matangazo wakati mwingine mna matangazo yaliyo nje ya ibada na kuna matangazo mengine ambayo yako ndani ya ibada. Na ndio maana kwa yale mengine ambayo yako nje ya ibada, maana yanaweza yakatokee tu, nimepoteza funguo. Na wengine wanaleta matangazo ya msiba hapa, si ndio hivyo? Na matangazo mengine tu hata ya serikali inaweza ikatolewe hapa. Hiyo haiwezi kapewe kipaumbele mbele ya neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wengine wanaona kwamba kwa sababu hiyo hauwezi ukatoa matangazo, watu wameshachoka, wamefika mwisho, wengine hawasikie. Na ndio maana pale kwa swala la walimu hauwezi ukafanya kwamba somo la hisabati, matematiki ukaliweka kule mwisho, alafu wewe ukaweka somo la muziki pale mbele, hao gymnastiki. Hapana, kwa walimu hivyo watakuwa wakupanga vizuri. Kwa hiyo wao watapanga kwanza hisabati kwanza, kwa sababu akili zingali tayari, hawajachoka, wanatoka nyumbani wamekula, wasikie vizuri. Alafu kule mwishoni sasa, simameni tuimbe, wanaanza ondoa mchoko. Tucheze twende mbio. Ndivyo inavyopangwa, haipangiliwe kiolela. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa wengine wameshachoka, wanaanza piga miayo, wanaenda kusimama. Watachoka. Baadaye utaanza laumu watu. Mnachoka, mna roho wa Mungu. Hapana, roho wapi bwana? Hiyo haitategemea hivyo. Mungu aliumba tusinzie, tukichoka unachoka tu. Taratibu hizo. Maana tunafika mahali tunalaumiana. Watu hawako sawa na Mungu hivi na hivi, labda wametenda dhambi. Na hakuna dhambi yoyote, ni mipangilio tu. Umefanya tu, tunalaumiana kule kule. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tuko pamoja? Ndio. Alafu pamoja na hayo, katika mipangilio nimeshaeleza kuhusu hilo. Na ni vema kuelewa sababu ya kila kipengele na muda wake. Na katika vipengele vyote muhimu, hivyo vipengele viko katika mipaka miwili. Viko katika mipaka hii miwili. Na mipaka hiyo iko katika kufungua ibada na kufunga ibada. Usichelewe kwenye vipindi viwili.
Kilicho na mwanzo kina mwisho. Sasa wewe hakuwa na mwanzo wa ibada, utakuwa na mwisho Nasema hivi vyote viko katika mipaka miwili. Ibada kama shughuli ina mipaka yake. Na kwanza kabla ya yote mnaweka mipaka. Tunafungua na tunafunga. Sasa wewe unakuja kufunga ibada au kufunga. Kwako wewe kisicho na mwanzo kinakuwa na mwisho. Na jambo ambalo liwezekana. Mnielewe, mkaze mawazo vizuri mnielewe. Lakini mnanielewa? Wengine watanielewa kifika nyumbani. Hiyo mipaka kufungua na kufunga tunastahili sote tuwepo hapa. Wengine hawafungui ibada hapa tu, lakini wanalifunga. Na wengine wanalifungua, sasa inakuwa endelevu, ataenda nalo nyumbani. Mpaka lini utalifunga lini? Lifungue na lifunge hapa hapa. Sienda makazini kule. Ile baji, si unafanya nini? Sasa nenda kwenye kampuni sasa wewe utoke na kuingia. Hiyo kazi utakuwa umefanya. Sasa mimi naenda tu sikuingia lakini natoka. Sasa ulitoka mwenyewe kuingia. Na ndio tunafanya katika ibada, wengine wanatoka, wengine wanaingia. Sio mnanipata? Na wengine wanatoka. Sasa wewe nenda kule kazini ukaklock umeingia. Sasa kutoka ndio unaendelea, watakuuliza huyu angali kazini. Kama watu ni makini kutafuta, watakutafuta kwenye vyumba, yuko wapi hajatoka. Sijui mnanielewa. Hayo ni makosa makubwa, utatafakari zaidi na utaona ubaya wake kukosa kushiriki katika kufungua ibada na kulifunga. Bwana Yesu atusaidie. Kuna kipindi ambacho nataka niruke, ila nitakuja kukisema siku nyingine. Ni cha sifa na maabudu, maana hapo nitatakiwa tukipe muda. Na hapa nataka nizungumze katika hili neno la Mungu tu, na hapo ndo tutamalizia kwa siku ya leo. Nizungumuzie kuhusu neno la Mungu au mahubiri. Kuhubiri na kufundisha ni sawa sawa, lakini kufundisha kunakuwa zaidi ya ni kutangaza, ni kufahamisha, ni kuelimisha neno la Mungu. Ninakuja katika malengo kwa ajili ya mafundisho, na nitasoma. Tunafundisha si kwamba watu wakariri wawe na elimu kichwani, hapana, ufahamu, hapana. Tunafundisha kuhubiri kuleta mabadiliko kwa watu wenye dhambi waokoke, Wakristo wakuwe kiroho. Tumeshazaliwa lakini tangu tuamini hatujakuwa. Mwalimu mmoja akasema hivi, kuna baadhi ya mataifa, kuna baadhi ya makabila wanakubaliwa na Mungu na wanapendwa na Mungu kwa sababu tu wao wanakuwa kweli, hawana miungu, lakini hawakui tangu wazaliwe. Wako pale pale kwa sababu ya kukosa mafundisho. Tunafundisha kwa sababu kupinganisha mafundisho ya uongo ambayo ndio yanashamiri katika siku hizi za mwisho kibiblia. Neno la Mungu linaelimisha, linaondoa ujinga, kutokujua. Maana watu wengine wanafanya makosa ya ujinga ya kutokujua, lakini akielimishwa hatafanya makosa, na tunabaki tunamlaumu. Pili, neno la Mungu linaleta faraja, linafariji watu wenye kukata tamaa. Na ukisoma katika Timotheo wa pili 3:16 hadi 17, kila andiko lenye pumzi la Mungu lafaa kwa kufundisha, ina maana kuelimisha, kutoa ujinga wa kiroho, kuonya,
ina maana kusaisha, kushauri, kutahadharisha katika njia iliyo sahihi, na inafaa kwa kuongoza watu wapate kutenda kila tendo lililo jema. Ina maana sisi tunatakiwa kila jambo ambalo Mkristo atatenda liwe jema. Ndio kibarua tulicho nacho, lituongoze, litutoe katika tabia hii, litupeleke katika tabia njema, litutie hadaa, tuwe na nidhamu, ili tuwe kamili, tukamilike na ujasiri wa kutoa neno la Mungu. Kuna sababu mtu anaposimama hapa awe na ujasiri, siwe shuleni na si hapa tu. Inatokana na maandalizi sawa, usomi wa neno la Mungu, hiyo ni vizuri, uvuvio wa Roho Mtakatifu, uwiano katika mafundisho tunayoyafundisha na tabia zetu. Na hapo ndo tuna matatizo sisi wa Kristo, kwa sababu maneno yetu, imani yetu, mafundisho yetu kwa watu wa nje hayafanani na tabia zetu. Na ikiwa unapotoa hotuba, unapowafundisha watu, unapoelekeza watu kwa Yesu, na maneno yako hayafanani na tabia, hauna ujasiri, maana wewe mwenyewe roho itakusuta. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na shetani naye atakuwa wewe unawahubiri huku, na shetani naye anawahubiri watu mle ndani, anasema vile lakini. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Supu inawekwa mchanga. Na vile vile kujiamini, unajiandaa, unakuwa na afya njema, unavaa vizuri na unajiandaa kiroho, lakini zaidi tunajiandaa kwa nje. Ila Biblia inasema, ewe Mfarisayo, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje kuwe safi. Kama Mungu angeshuka hapa angalie ndani ya mioyo ya watu, angeona uchafu ni hatari, lakini kwa nje tunafanana wazuri tu. Na ndo tunajiandaa zaidi. Na jinsi ya kupata somo, watu wengine wanatumia neno la Mungu kama ni malumbano. Hapana. Unaweza ukapata ufunuo kutoka kwa Mungu kwa ajili ya neno, lakini usidanganye. Mawazo yako unayaona aseme nimepata ufunuo ila nikubali, hapana. Unaweza ukapata ujumbe katika kugundua tatizo la kanisa, na ukaona hapa kuna tatizo fulani, unatoa ujumbe. Au unaweza ukatoa ujumbe ili kanisa likue. Usitafute somo kwa sababu hakuja kumfundisha au kumkomoa mtu fulani tu. Mtu unaandaa somo kwa sababu ya fulani, utakuwa umeharibu ibada. Wale wengine walifuata nini? Walifuata nini wengine? Kwa sababu unamjua fulani anataka fulani, sasa ndio somo langu natengeneza sasa. Sasa wale wengine walifuata nini? Kinachoshauriwa, ndugu akiwa na kosa lolote miongoni mwenu, nyinyi mlio wa roho muendee kwa roho ya upole. Tena nakisema huku mkijiangalia nafsi zenu, labda tamuendea na nyinyi mnayo hayo makosa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ndio unafika hapo unaanza mhubiri, utakuwa haujaelewa vizuri, lakini kwa sababu umeelewa na usifanye hivyo. Na mwingine anajua ndugu yake ana tatizo fulani, hajui cha kumwendea, kama anaogopa kama ni nini. Sasa unaona kanakaa anaanza sema Mungu amenionyesha. Au asipofanya hivyo ndo afanye kwamba roho ameshuka amejazwa, ndo anaanza tabiri. Sasa unaogopa nini? Unaruhusa kufanya hivyo, labda ndo akubali. Hapana, utakuwa ulikuwa na nia nzuri ya kumsaidia atoke katika ile kosa, lakini na wewe umeongea katika kosa la uongo. Na hilo ni kosa kubwa kwa Mungu. Kusema Mungu amekutuma na hajakutuma ni kosa kubwa. Ni kama mtoto aenda adanganye aseme baba amenituma alafu mimi nijue sijamtuma. Ni kosa kidogo hilo, kubwa zaidi. Na wengi miongoni mwetu hata azigua na Mungu kwa namna hiyo. Mungu anazi mwenzako akiwa na kosa umwendee. Wewe usitafute.
na mwingine atakuwa na haja ya kwenda kutoa ujumbe ili apate kibali, aseme nimetumwa na Mungu. Si tulishatumwa, enendeni, tumeshatumwa. Na akikutuma sasa, atakuwa na ujumbe maalum. Sijasema atume, atakuwa na ujumbe sasa maalum kwa ajili ya yule mtu na kwa lengo fulani, kwa ajili ya kile kikundi, na wataupokea sema huyu wa kwetu kabisa. Bwana Yesu atusaidie. Mpo manabii wa Mungu? Changamoto. Kuna changamoto katika sisi walimu. Wakati wowote unapofundisha neno la Mungu na kuhubiri, utazamie changamoto hizi mbili alizopata zilizomtokea Petro katika siku ya Pentekoste na Stefano. Ujiandae kwa hilo. Siku ya Pentekoste, Petro alipohubiri, ule umati wa watu ulichomwa mioyo, ukasikitika na ukasema tufanye nini? Wakaomba mwongozo. Tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu, wakapata rehema. Lakini Stefano naye alipotoa hotuba ule vile tu, wakamsagia meno, wakaangaliana, apigwe mawe akafa. Katika Matendo 2 na Matendo 7. Kwa hiyo unaposimama kwa niaba ya Mungu, utarajia mambo mawili asikushangaze. Na wengine hapa tunaposema hapa, kuna kikundi kilichomsikiliza sana kile kilichomsikiliza Petro, wako hapa mioyoni wanasema tufanye nini? Na wengine wa kile kikundi ambacho Sauli alikuwa anakiongoza wakati ule, wakati wa Stefano, wako hapa. Wengine hapa wanakaa, na wengine hawana hata muda wa kuweza kurukia na kupiga mawe, lakini mawe ya ndani wanapiga. Lakini hicho tunajiandaa kwa hiyo. Watasema watafanya nini? Hilo ni changamoto kwa sisi wahubiri, tujitegemee kwa hilo. Na hilo lisijivune moyo. Kila mara litakuwa hilo tu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Linakuwa matatizo ya wanaosikia. Nao wana matatizo. Sawa na Mwanzo 3 pale. Sijui sura ya 17 pale, 15 pale, ila atusome muda unaenda. Watu wanakuwa na matatizo ya kusikia. Neno la Mungu linaposemwa hapa, sasa wale wanaosikia kazi yao ni kutupia wengine. Unajua kutupia wengine? Kusikia neno hili. Wakina Jane au wanao wanaambiwa. Si ndio hivyo? Kutupia lingine na wanawake. Kutupia lingine wanaume hao. Kutupia wachungaji wanaambiwa hivyo. Tusio watu wa namna hiyo. Neno la Mungu lina makusudi yake na haliwezi kurudi bure. Wewe tafuta nini kinachonihusu mimi. Mungu amekuita wewe, hakukuita kwa sababu ya mwingine. Tusifanye kama Adamu na Hawa walivyokuwa. Wanakosea. Umefanya wewe Adamu, huyu mwanamke. Mwanamke alifanya nini? Nyoka. Bwana Yesu aturudie. Tusifanye hivyo. Tusifanye hivyo. Na ndio maana msema waambie wanani? Sasa wewe ukisema waambie na mimi sasa waambie wanani sasa? Wewe unasema waambie na mimi nasema waambie sasa tuambie nani? Bwana Yesu aturumie. Kwa namna hiyo hatupate faida katika neno la Mungu. Lipokee la kwako. Likusaidie. Wewe wala si mwingine. Maana Mungu alikuita wewe, hajaita watu wawili kwa mpigo. Anaita fulani. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na waimbaji katika kutunga na wao wanafanana hivyo katika kutunga ujumbe. Sasa na wahubiri hawana nafasi ya kusema wengine, hasa watungaji wanapiga ekoko. Yaani kinagongwa linaenda huko kabisa, wanawaambia kabisa. Kama niko na makunjo unione. Mimi ni binadamu.
Sasa cha ajabu na upande wetu wanaopokea ujumbe sawa sawa na sisi watumishi wengine tunakuwa hivyo. Mimi nilishashiriki kwenye kikao, waimbaji wanaimba, tukabaki baadaye wale watoto waliimba vibaya wale. Kwa nini kutusema sema? Kwa nini ni hivi na hivi na hivi? Kesi ikatungwa pale. Lakini mimi nashukuru Mungu kwa sababu katika utumishi tangu utoto nimepitia katika hizo jamaa zote. Nilikuwa mwimbaji, nilifuata Sunday school, nikawa mwimbaji wa kwaya msingi, nikawa mwimbaji wa kwaya hii, nikawa mwimbaji wa kwaya watu wazima, nikashiriki kidogo katika kikundi cha waombaji. Mama yangu alikuwa mhudumu, ila baba yangu mpagani. Nikaendelea katika uinjilisti, nikaelewa, mimi nikawa mtetezi, nikasema ewa ya mchika hiyo. Mimi sijaona mimba vibaya. Mimi siku katika lile kosa. Sasa kitanihusu nini? Ikiwa wewe hauna katika ile kosa, kuna mlengo wa lile neno. Sasa liachie lipite, sio lako. Sasa watoto wanakosa gani? Tukabebana wakaachiliwa, kile ilikuwa kesi. Lakini niligundua kuna walioguswa. Na neno la Mungu linapopigwa, lile ambalo linakuuma ndio dozi yako. Na uishughulikie. Maana dawa itakuwa imefika kwenye kidonda. Uamuzi ni wako, kama utafanya kama walimfanya wa kikundi cha Petro kusema nifanye nini. Kama utaamua kufanya kama waliofanya wale wasikilizaji wa Stefano, yari ni yako. Lakini itakuwa limeshafika. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa furaha tunakusanyika kusikia maneno ya Mungu na mbinguni karibu yake, tutamshangilia. Usifiwe Yesu Kristo, jina lako. Kwa neema yako tumekwenda kulipokea neno ambalo Mungu linakwenda kutuhimiza katika safari ya kwenda mbinguni. Baba, nimekwenda kuliweka neno hili mikononi mwako ya Mungu. Bariki kila roho zilizopo mahali hapa. Bwana, ziendelee kukusifu, ziendelee kukutumikia, ziendelee Bwana kukuabudu siku zote za maisha yao Bwana. Bariki pia mwalimu wetu, ukiendelea kumkabidhi mikononi mwako ya Bwana. Neema yako ipate kumvuvia, uwepo wako uzidi kuwa ndani yake, ili siku nyingine Mungu umpe nafasi ya kuridhisha kondoo zako. Asante Bwana kwa neema, asante kwa ibada nzuri hili ambalo Bwana tumekwenda kuona mkono wako. Tumekushukuru kwa nyimbo, tumekushukuru kwa shuhuda mbalimbali. Bwana, sifa ni zako na utukufu ni wako, ni katika jina la Yesu. Amen. 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 Amen.